Kwa hivyo wakati umefika, ni wakati wa neno, wakati wa neno, wakati wa neno. Wacheni tuombe neno, wapendwa. Mchana leo fungua moyo wako mbele za Bwana. Unatamani kumwona Mungu, unatamani kumwona Mungu. Usiseme jana baba ulisema, mwambie Mungu nataka nikuone leo, na Bwana atatenda kwa yote. Kuna kitu unahitaji mbele za Bwana. Moyo ukiwa tayari lazima utamwona Bwana. Wacheni tuombe neno. Baba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme ajabu, wewe ndiye Mungu unayetenda tangia mwanzo. Naomba neema na rehema Yesu wa mbinguni Bwana. Naomba nguvu yako ikatawale Yesu wa mbinguni Bwana. Naomba ni kwa ajili ya neno lako mchana leo Yesu. Nakabidhi neno mbele zako mikononi mwako Yesu. Naitakasa kwa damu Yesu Kristo Bwana. Naomba nguvu zako zikatawale na moto wako katawale Bwana. Kupita kwa neno katika jina la Yesu Kristo Yesu wa mbinguni Bwana. Ukatuhudumie, ukatufungue, ukatende Bwana, ukatawale Bwana. Ukapanguze mtu machozi, ukaponye mtu kupita kwa neno lako. Maana neno lako unasema ni wewe Mungu mwenyewe. Neno lako ni unabii tosha Yesu wa mbinguni, mfalme ajabu. Katende Bwana na ukatawale. Maana Bwana ama Bwana wastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na takuamini. Amen. Moja kwa moja chukua kitabu na mahali ambapo unaweza soma vile Mungu anasema ni kwa ajili ya maisha yako, na Bwana atatenda kwa yote. Unapoenda kusikiza neno la Mungu, sikiza katika roho, na Bwana atatenda kwa yote. Bwana atatenda kwa yote. Sikiza neno la Mungu katika roho, na Bwana atatenda kwa yote. Yesu. Topiki ya leo inasema kusikia sauti ya Mungu kupita kwa watumishi wake. Kusikia sauti ya Mungu kupita kwa watumishi wake. Kusikia sauti ya Mungu kusikia sauti ya Mungu kupita kwa watumishi wake. Hiyo ndio topic chana leo. Kusikia sauti ya Mungu kupita kwa watumishi wake. Na scripture yetu mchana leo inatoka kitabu ni kile cha First King chapter 17, ama Wafalme wa kwanza kifungu cha 17. Kuanzia pale mstari wa 8. First King chapter 17, tuanzie mstari wa 8. Kitabu ni kile cha Wafalme wa kwanza kifungu cha 17, kuanzia mstari wa 8. Pale ndipo sauti ya Mungu inanena mchana leo. Pale ndipo ujumbe wa Mungu uko mchana leo. Wafalme wa kwanza kifungu cha 17, tuanzie mstari wa 8. Biblia inasema hivi pale mstari wa 8. Kila mtu afike pale. Chua kufungua Biblia haraka. First King chapter 17, tuanzie mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema hivi: neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, liye mchi wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mchane wa huko akulishe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu Eliya. Na tazama, nchi ilikuwa na ukame, hakukuwa na mvua, kulikuwa na shida ya chakula. Na kwa kuwa Eliya alikuwa mtu alikuwa anamtegemea Bwana, ni kumaanisha kwamba ukiwa mtu wa kumtegemea Bwana
Mungu atakuwa anatumana ni kwa ajili ya maisha yako, ama Mungu atakuwa anatumia mtu mwingine ni kwa ajili ya maisha yako. Wakati kulikuwa na ile shida, Mungu akamwambia ondoka uende mji wa Sidoni kule Sarepta. Vile mtu anaweza tuma mtu mji wa Tasia, ambiwa enenda mji wa Tasia, utapata madhabahu pale, utapata watumishi wa Mungu pale. Kuna mama alikuja kwa kanisa akisema aliambiwa aende akucha kwa haya madhabahu na atapata mtumishi pale anaitwa Samueli, na hakika maisha yake yataweza kubadilika. Na akasema alishangaa sana. Neno la Mungu huwa ni ukweli kwa wale watu wanaosikia sauti ya Mungu kupita kwa watumishi wake. Amen. Maana watu wengi huwa wanakosa kumwona Bwana wakisema Mungu ataongea kwangu, Mungu atakucha kwangu tu, sitaki mtu mwingine anazungumziwa juu yangu. Amen. Lazima Mungu aongee kwa mtu mwingine ndio ifanye kazi kwa maisha yako. Amen. Na hivyo ndivyo ilikuwa kwa huyu mama. Wacha tuone ikawa aje pale mstari wa 10. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuweko akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletena kwamba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletena kwamba nipate kipande cha mkate mkononi mwako 12. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishiavyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninakota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile kiliweza kuokoa huyu mama wa Sarepta ni kusikia sauti ya Mungu kupita kwa Elia. Yes. Na hiyo ndio topic ya mchana wa leo, ya kwamba kuna watu wengi wanakosa kumwona Bwana sababu hawatii sauti ya Mungu kupita kwa watumishi wa Mungu. Amen. Kulikuwa na njaa, kulikuwa na ukame, na yule mama anasema hanaokota kuni 2 tu, maana anasema mafuta ni kidogo, na kahunga ni kadogo. Na hivyo ndivyo ilivyo kwako. Kuna mambo hakuna, kuna mengine madogo, na kuna vitu umekosa, na kuna vile maisha iko na milima, na kuna ukame kwa maisha yako. Kuna ukame wa kukosa fedha, kuna ukame wa kukosa kubarikiwa, kuna ukame wa madhabahu, lakini Mungu anataka usikie sauti ya mtumishi wake. Amen. Mji wa Sarepta wajana ni walikuwa ni wengi. Ni kama mji wa Tasia, makanisa ni mengi. Mji wa Nairobi, makanisa ni mengi. Lakini moyo ukiwa tayari, lazima utamuona Bwana. Kilichofanya huyu mama muone Bwana ni kusikia sauti ya Mungu kupita kwa mtumishi wa Mungu. Na ni kufungua moyo wake. Moyo wake ukawa tayari. Moyo wa mtu ukiwa tayari, lazima atasikia sauti na ataona mkono wa Bwana. Hallelujah. Hata ile crusade ilikuwa hapa, wale waliona Mungu ni wachache. Ni wale mioyo ilikuwa tayari, ni wale walisikia sauti ya Bwana. Lakini wale walikuwa na ngojea fulani, hawakuona Mungu akifika. Lakini wale walikuwa tayari, mioyo yao ikawa tayari, wakafungua mioyo yao. Wajane Sidoni walikuwa ni wengi, lakini ukitazama huyo mama, moyo wake ukawa tayari, na akawa tayari kusikia sauti inayotoka kwa mtumishi wa Mungu. Ukiwa tayari kusikia, mbingu itafunguka. Pokea neema kusikia na kutembea na sauti ya Bwana wakati mtumishi wa Mungu anapokuelekeza. Amen. Kuna mtu hata umwelekeze aje ni ngumu. Yaani kuna mtu ni wa kupotea. Hata umwambie Mungu anasema hivi, simama na huyu mtumishi utamuona Mungu. Simama na kununua hii speaker utamuona Mungu. Simama na kuhudumu utamuona Bwana. Simama na kazi ya Bwana utamuona Bwana. Simama na kukesha utamuona Bwana. Simama na
kujitakasa utamwona Bwana. Simama na kutoa fungu la 10 utamwona Bwana. Simama na kutoa sadaka zako utamwona Bwana. Unapata si mtu wa kusikia sauti ya Mungu kupita kwa mtumishi wake. Na hapa ndipo unapata mtu akisema nimemuita Bwana simuoni Bwana, nimeabudu Bwana sioni Bwana akitenda, sijui ni kama Mungu aliniacha. Mungu hajakuacha. Pokea neema kusikia sauti ya Bwana kupita kwa watumishi wa Mungu. Amen. Moyo wako kiwa tayari utamwona Bwana. Hata kwa ya madhabahu unapata kuna mtu si wa kuinuka. Ataambiwa Mungu atafanya hii. Huyu si mtu wa kuinuka. Ni mtu wa kupuuza. Akiambiwa kwenu kuna madhabahu, si mtu wa kufuatilia. Ni mtu wa kupuuza. Akiambiwa kuna angano kwa baba yenu, si mtu wa kufuatilia. Ni mtu wa kupuuza. Akiambiwa tembea usalimia yule mtumishi, unapata ni mtu wa kupuuza. Lakini wale watu wanaosikia sauti ya Bwana kupita kwa watumishi wake wao wanafika mbali. Pokea neema kufika mbali katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unapata ni watu wa kwenda mbali. Unasikia mtu akishuhudia akisema tukaambiwa tusalimia mtumishi wa Mungu, na kweli jambo ikafanyika kwa maisha yangu. Tukaambiwa tufanye jambo fulani. Nakumbuka wakati mtumishi wa Mungu alikuwa anasimama na kusema ya kwamba chukueni vipeti zenu wale mko na mashiringi, ya kwamba kuna kutabiriwa. Na mkisha tabiriwa hakuna umasikini tena, hakuna mahangaiko tena, hakuna kuwa chini tena. Mtatembea na nota, hakuna kuhangaika na umasikini. Na pale ndipo tukachukua hatua. Na kuna wale wakupuuza walipuuza, lakini wale walisikia. Siku ya leo na waonanga kwa hii madhabahu wakiwa matajiri tu, wakiwa matajiri tu. Wale walisikia neno la Bwana kupita kwa mtumishi wa Mungu waliweza kuinuka, waliweza kubarikiwa. Hata wewe pokea hiyo neema ya kusikia sauti ya Mungu kupita kwa mtumishi wa Mungu. Acha tuendelee kusoma tuone kukawaje. Hapa mstari wa 12, mstari wa 13. Elia akamwambia usiongope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. 14. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Mungu asema hivi, sikiza kwa makini. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Mstari wa 16 na wa mwisho. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana halilonena kwa kinywa cha Elia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu kutoka juu mbinguni akuje aongeleshe yule mama, ama akuje abariki yule mama. Mungu alipita kwa Elia. Amen. Maana Mungu alijua nikipita kwa mtumishi wangu hakika mambo makubwa yatafanyika kwa huyo mama. Kuna watu wanasema hata Mungu ananinenea, Mungu hata ananinenea, lakini ukishasikia sauti ya Bwana lazima utafika mbali katika jina la Yesu Kristo. Akaambia yule mama, henda unitengeneze kwanza, nikule kwanza. Tazama pale Mungu alikuwa anataka kubariki yule mama, na yule mama ni kama alijua huyu mtu ametumwa na Mungu ni kwa ajili ya maisha yangu. Mungu alikuwa na uwezo wa kuongea na huyu mama kutoka juu mbinguni, lakini alitumia mtumishi wake Elia. Akasema sina unga, ni kidogo tu imebaki, na mafuta ni kidogo tu imebaki, lakini akugumisha moyo. Alipoambiwa enda kwanza nitengenezee, akaenda kwanza akachukua hatua, akatengenezea yule mtumishi wa Mungu. Alipomtengenezea yule mtumishi wa Mungu, hapo kuna roho ya ukarimu inaonekana mahali pale. Akaletea yule mtumishi wa Mungu. Alipokula yule mtumishi wa Mungu, akasimama kutabiri, akisema kama Mungu wa Israeli
yaishavyo, Yes. unga hautaisha. Amen. Mafuta yataisha. Amen. Mpaka ile siku mvua itanyesha. Yes. Kwa kuwa nisikia sauti ya Bwana. Amen. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu atabarikiwa na Bwana. Amen. Mwezi wa 10 utamuona Bwana. Yes. Mwezi wa 10 utamuona Bwana. Amen. Mwezi wa 10 utamuona Bwana. Yeah. Iwapo moyo wako utakuwa tayari, Yes. lazima utamuona Bwana. Amen. Kwa familia yenu mko watu wengi, Yeah. lakini moyo wako ukiwa tayari, Yes. kama mama wa Sarepta, Amen. Jehova atatumana kwako. Amen. Jehova atatumana kwako. Amen. Kwa kijiji kwenu watu ni wengi, Yeah. wanaosema wameokoka, Yes. lakini moyo wako ukiwa tayari, Amen. lazima Mungu atatumana kwako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Yeah. Yule mama pia alikuwa mkarimu. Yeah. Pokea neema ya kuwa mkarimu. Amen. Pokea neema ya kuwa mkarimu Amen. kwa watu wa Mungu. Amen. Kwa watumishi wa Mungu. Yes. Kwa wale wametumwa kwako na Bwana. Amen. Na utaona mkono wa Bwana. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu akasimama akamwambia, Yeah. kama vile Mungu aishavyo, Yes. unga kuna siku utakosa, Yeah. na mafuta kuna siku yataisha. Amen. Bwana ataweza kukubariki. Yeah. Bwana ataweza kumultiply. Amen. Wakati utasikia sauti ya Bwana Yes. kupita kwa watumishi wa Mungu, Yeah. kuna vitu Yesu atamultiply. Amen. Kuna mambo Yesu atamultiply. Yeah. Hiyo baraka kidogo umeshika. Amen. Pokea neema ya Yesu multiply. Amen. Pokea neema multiplication. Yeah. Pokea neema multiplication. Amen. Mafuta kidogo ukisikia sauti ya Bwana, Yes. Mungu ataweza kumultiply. Amen. Mafuta kidogo uko nayo. Yeah. Ukisikia sauti ya Bwana kupita kwa watumishi wake, Amen. Yesu ataweza kumultiply. Yes. Huduma naona ni kidogo ndani yako. Amen. Ukiendelea kusikia sauti Amen. ya watumishi wa Mungu, Amen. Mungu atamultiply. Yeah. Pokea neema multiplication. Amen. Pokea neema multiplication. Yes. Kile uko nacho naona ni kidogo. Amen. Kauimbaji unaona kako chini. Yeah. Unaona tu ni kadogo tu. Kaunabii ni kadogo tu. Unapohudumia watu unaona ni kadogo. Hata baraka za mikono yako ni kidogo. Hiyo ni mafuta kidogo naona. Lakini ukiendelea kusikia sauti ya Bwana kupita kwa watumishi wa Mungu, Roho Bwana ananena mchana leo, Yesu ataweza kumultiply. Pokea neema kumultiplyiwa. Pokea neema multiplication. Pokea neema multiplication. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu alikuwa anaokota kuni mbili tu. Yes. Kuna mama alikuwa anaokota kuni mbili tu. Yeah. Kuokota kuni mbili ni wakati unaona Yes. hakuna njia pale mbele. Amen. Hakuna matumaini pale mbele. Yes. Kuna mzee anaokota kuni mbili tu. Amen. Kuokota kuni mbili ni wakati unaona Yeah. umefika mwisho. Yes. Haujafika mwisho. Amen. Sauti ya Mungu imefika. Amen. Kupita kwa mtumishi wake. Yeah. Sauti ya Mungu imefika. Yes. Kupita kwa mtumishi wake. Amen. Unaokota kuni mbili unaona Amen. kazi yako isongi mbele. Yes. Kuokota kuni mbili Yeah. ni wakati unaona milima. Amen. Ni wakati unaona majaribu. Ni wakati unaona ukame. Amen. Ni wakati unaona ukame. Amen. Ni wakati unaona upungukiwa. Yeah. Ni wakati unaona kufinyiliwa. Yes. Ni wakati unaona umaskini. Amen. Ni wakati unaona ukiwa chini. Yeah. Pokea neema kuinuka tena. Yes. Pokea neema kuinuka tena. Amen. Pokea neema kuinuka tena. Amen. Pokea neema multiplication. Yeah. Pokea neema multiplication. Yes. Weka kwa anga yako. Amen. Kusikia sauti ya Bwana. Hallelujah. Kusikia sauti ya Bwana. Amen. Ukisikia sauti ya Bwana, Yes. mafuta yataisha. Hallelujah. Hata unga hautaisha. Amen. Kuna mtu mafuta yataisha. Yeah. Neema itaongezewa na Bwana. Amen. Neema itaongezewa na Bwana. Amen. Kuna mtu unga utaisha. Yeah. Neema itaongezewa na Bwana. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Neema itaongezewa na Bwana. Simama na miguu yako mbele za Bwana. Kuna mtu alikuwa anaokota kuni mbili peke yake tu. Maana nashangaa nifanye kitu gani? Wewe ni mama wa Sarepta. Sogea kwa madhabahu ya Bwana kwa imani. Sogea kwa madhabahu ya Bwana kwa imani. Yes. Sandirima katarabo zeketereba. Yesu mbinguni kwa madhabahu haya Bwana. Ongezea mafuta Yesu. Ongezea unga mfalme ajabu. Kuna vitu tukiangalia ni kidogo tu Baba.
Oh my Father, usitupite Baba, usituache Bwana, usiache yule mzee, usiache yule mama Bwana. Tunapotazama washirika hawa, kuna mambo tukiangalia tu yako chini kabisa. Mafuta ni kidogo tu, na hunga hakuna Baba, ni kidogo Baba. Tuko hapa Yesu, tunaendelea kuokota kuni Baba, ili tuweze kutengeneza tukule, maana tujimbele kutakuaje. Lakini unasema kama vile Bwana ishiavyo, kama vile wewe Mungu uishiavyo, unasema Bwana utatengeneza njia. Sogea kwa madhabahu ukiomba, sogea kwa madhabahu Bwana ukiomba, na Yesu atatenda kwa yote. Sijui wataka Mungu afanye nini. Kuna mtu amesumbuliwa na magonjwa, kuna mtu amesumbuliwa na mapepo, kuna mtu kila wakati anaona milima, kuna mtu anaokota kuni mbili. Hizo kuni mbili unaokota tu, weka imani yako juu, mwamini Bwana. Mwamini Bwana, wewe ni mama wa Sarepta. Na iwapo moyo wako uko tayari, na iwapo moyo wako uko tayari, tayari Mungu atatenda kwako. Na iwapo moyo wako uko tayari, Yesu atatenda kwako. Rikatarabo zeketerebasa. Oh Yesu wa mbinguni Bwana, tuko hapa mfalme ajabu. Yesu tunakuhitaji zaidi Bwana. Baba tunakuhitaji, nena nasi Bwana. Sauti yako Bwana ikifika, vile sauti yako ilifika na Elia katika mji wa Sarepta Bwana, sauti yako ifika mahali hapa Bwana. Sauti yako ifika hapa zaidi, ifika kwa yule mama mchana leo, ifika kwa yule mzee mchana leo. Oh my Father, unasema mioyo ikiwa tayari itakuona. Oh my Father, mioyo ya watumishi wako iko tayari Bwana. Mioyo ya watumishi wako iko tayari Bwana. Mioyo ya watumishi wako Baba, iko tayari Bwana. Mafuta tunaona ni kidogo Baba, tunaona unga ni kidogo. Oh my Father, reba zeketereba, na kukataliwa na kudharauliwa, na vita zimekuwa kali sana Bwana. Oh Yesu wa mbinguni Bwana, tumelaia. Kuna mtu anatumaniwa, kuna mtu sauti ya Bwana inafanya kazi kwa anga yake, kuna mtu sauti ya Bwana inafanya kazi kwa mwili wake, kuna mtu sauti ya Bwana inafanya kazi kwa maisha yake. Endelea kumwamini Bwana. Wewe ni mama wa Sidoni, wewe ni mama wa Sidoni. Rikata rabo zeketereba. Wewe ndiye Mungu tangia mwanzo, tulikuwa na kitenda miujiza. Wewe ndiye Mungu tangia mwanzo, tulikuwa na kitenda ishara na miujiza. Mungu wa Israeli unasema utatenda mambo makubwa, vile alitumia Elijah kule mji wa Sarepta, vile alitumia mtumishi wako mji wa Sidoni Bwana, vile alitumana mji wa Sidoni, ukatumane kwa ya madhabahu zaidi, ukatumane kwa mtumishi wako zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako, mwambie Bwana afike kwa maisha yako. Neno lako Bwana linasema ya kwamba mji wa Sarepta njaa ilikuwa ni kali, njaa ilikuwa ni nyingi, lakini yule mama moyo wake ukawa tayari. Wajane walikuwa ni wengi mji wa Sarepta, mji wa Sidoni, lakini huyu mama moyo wake ukawa tayari mbele za Bwana. Na hapa ndipo katazama, ukatuma mtumishi wako kutabiri mahali pale kusema unga hautaisha, mafuta yataisha. Oh my Father, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Riba katarabo zeketerebasa. Amini Mungu kwa ile shida uko nayo. Uko na mafuta kidogo ya maombi. Maombi yako yamekamatwa na shetani. Maombi yako yamekamatwa. Kuna mtu huduma yake imekamatwa sababu ya mazoea. Kuna mtu huduma yake imekamatwa sababu ya mazoea. Kuna mtu huduma yake imefinyika. Kuna mtu shetani amemkalia. Oh, mwambie Bwana afike kwako. Mwambie Bwana atumane kwako. Vile alitumana Sarepta, hatumane kwako. Hatumane kwa ya madhabahu, hatumane kwa maisha yako, hatumane katika jina la Yesu Kristo. Rikatarabo zeketereba. Ngweni langu, ngweni
Yesu, fungua milango na malango hata kwa ya madhabahu Bwana. Yesu, tunakungojea Bwana, vile umekuwa kitumana Yesu, ukaendelea kutumana Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Endelea na kutuma Elijah malapa Yesu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tumana zaidi malapa, oh mfalme ajabu. Unasema tukungojea tutakuona Bwana. Tumana Bwana neno lako likafika malapa na kufanya kazi, katika jina la Yesu Kristo. Zaidi ya vile nionavyo Bwana, unaweza ukatenda mambo makubwa. Inua mikono juu, mwambie Bwana, zaidi ya vile naona Bwana anaweza tenda mambo makubwa. Zaidi ya vile nionavyo Bwana, naweza kutenda. 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 Oh, zaidi ya vile niwazavyo Bwana, naweza kutenda. 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 Bwana, sema zaidi ya vile niwazavyo Bwana, naweza kutenda. 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 Zaidi ya vile nionavyo 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 Bwana, naweza kutenda. Zaidi ya vile niombavyo mimi Bwana, naweza kutenda. Zaidi ya vile niombavyo Bwana, naweza kutenda. Zaidi ya vile niombavyo Bwana, naweza kutenda. Zaidi ya vile niombavyo Bwana, naweza kutenda. Inua mikono yako juu. Kila utawala wote wa giza, kila utawala wote wa shetani, kila mapepo maroho machafu, utawala wa magonjwa, anza kuchomeka, anza kuchomeka. Utawala wa magonjwa, utawala wa laana, madhabahu za kuzimu na utawala wote wa giza, na shika mateka, anza kuchomeka kwa moto wa Yesu. Anza kuchomeka kwa moto wa Yesu. Kuna roho zinachomeka chini, kuna roho zinachomeka, kuna roho zinawaka moto, kuna roho zinawaka moto. Kila utawala wa giza, kila utawala wa waganga na wachawi, wote wanaoenda kwa waganga kinyume na maisha yako, chomeka, 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 chomeka.
chomeka, chomeka, chomeka. Kuna utawala wa giza unachomeka. Kuna utawala wa shetani unachomeka. Kuna utawala wa kuzimu unachomeka. Katika jina la Yesu Kristo, laana za kizazi, madhabahu za kizazi, mira za kizazi, zote tunachoma. Tunateketeza kwa nguvu za Bwana kila ndoto chafu shetani anayotuma usiku. Kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu. Kuna watu wanaota ndoto za kuwafunga, ndoto za maugonjwa, ndoto za kuwafinyilia. Kuna roho zinatumwa kupita kwa ndoto. Waka moto, waka moto. Chomeka, chomeka. Mahali wachawi munakaa, mahali wachawi munakaa, mahali munakusanyika na kutuma maugonjwa na kutuma mikataba, mahali wachawi munakaa. Chomeka, chomeka, chomeka. Chomeka, chomeka, chomeka. Mahali munakaa na kuchukua majina ya watu wa Mungu, wachawi wote. Chomeka sasa, chomeka sasa. Hizo picha zilichukuliwa na waganga na wachawi. Hizo picha zilichukuliwa na tabiria moto. Na tabiria moto wa Yesu. Na tabiria moto wa Yesu. Na tabiria moto wa Yesu. Kuna roho zinachomeka. Kuna utawala unachomeka. Kuna mikutano inatawanywa. Kuna mikutano inatawanywa na moto wa Yesu. Tawanyika kwa moto. Tawanyika kwa moto. Pika durumu kichomeka. Pika durumu kichomeka. Pika durumu kichomeka. Unaenda kwa waganga kinyume na huyu dada, kinyume na huyu mzee. Unaenda kwa waganga. Chomeka, chomeka, chomeka. Moto wa Yesu unachoma. Moto wa Yesu unachoma. Bali mmekanyagani moto. Moto wa Yesu unachoma. Moto wa Yesu unachoma. Kule mliweka mitego. Hata kama ni kwa miguu. Fire tokichomeka. Fire tokichomeka. Kule mliweka mitego. Hata kama ni kwa mafasi. Wale mlichukuliwa nguo za ndani. Kuna watu walipoteza hata nguo za ndani na hawajui. Hawajui, hawajui. Zikapelekwa kwa waganga. Zikapelekwa kwa waganga. Kule zilipelekwa na tuma moto. Na tuma moto. Na tuma moto. Kuna msako moto. Rakakakakaka. Kuna msako moto rara. Yoni damu ya Yesu. Kuna msako moto. Kuna msako moto. Mali muliweka hizo nguo. Mali mulizika hizo nguo. Mali muliweka hizo nguo. Mali muliweka nyoteke. Rakakakakaka. Mali muliweka mashake. Rakakakakaka. Mali muliweka mwili wake. Chomeka, chomeka, chomeka. Chomeka. Wachawi. Wachawi chomeka. Wachawi chomeka. Wachawi chomeka. Hiyo ni chapa moto. Kama goja. Kama goja. Kama goja. Kama goja. Kama goja. Tokichomeka toa. Toa, toa, toa. Kama goja. Kama goja. Tokichomeka. Wachawi na waganga. Wachawi na waganga. Taka ukichomeka. Taka ukichomeka. Fungua. Fungua yote. Nasema harakisha kufungua. Harakisha kufungua. Harakisha kufungua. Hiyo ni damu ya Yesu. Toa koko. Toa kifua. Toa pressure. Toa sukari. Toa pressure. Toa sukari. Toa nyoka. Toa nyoka. Miguu yake ni moto. Mulimuwekea uchawi. Mulimuwekea uchawi kwa geta. Mulimuwekea uchawi. Mulimuwekea madawa. Akafuka. Kwa yote mkichomeka. Kwa yote fungua. Fungua mwili wake. Fungua kazi yake. Fungua mwili wake. Fungua kazi yake. Harakisha kufungua. Nyoka. Nyoka. Kila devil worship. Kila devil agent. Kila maswali kitabu. Wachawi. Wachawi. Ukatuma pressure kwake. Toa pressure. Toa sukari. Kila aina ya ugonjwa. Kila aina ya ugonjwa. Chomeka, hiyo ni damu ya Yesu. Kula damu ya Yesu. Kula damu ya Yesu. Tapika. Tapika. Harakisha kutapika. Harakisha kutapika. Harakisha kutapika. Wachawi. Munaitafuta maisha yake. Kwa moto. Kwa moto. Kwa moto. Rosa vilemba. Rosa vilemba. Rosa vilemba. Rosa mizema. Madhabahu ya kizazi. Chomeka. Kizazi chomeka. Madhabahu za kizazi. Mira za kizazi. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Leo lazima utaanza. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Yote. Wewe ni nani? Lazima ujitambulishe kwa jina la Yesu. Lazima ujitambulishe. Yote. Kwa ugonjwa. Tapika nyoka.
nyoka, tapika nyoka, tapika nyoka, tapika nyoka, tapika nyoka, tapika yote, tapika uchawi, tapika uchawi. Endelea na kuomba, endelea na kuomba. Mahali waliweka majina yako, mahali waliweka huduma yako, mahali waliweka majina yako, chomeka, chomeka. Uganga na uchawi unayemtembelea shushu, wema shushu, roho ya shushu inamtembelea kwa ndoto, chomeka sasa, chomeka sasa. Roho ya shushu kwa moto, kwa moto, chomeka, fungua, fungua. Unatumwa kupita kwa ndoto, toa yote, toa kung'ang'ana, toa kung'ang'ana, toa kung'ang'ana. Harakisha, hapa ni fire, mafasi ni fire, mafasi ni fire. Fungua kibali, fungua kichomeka, fungua kichomeka, fungua kibali, fungua kilo likamata, utafungua. Hiyo ni damu ya Yesu unakula, unakula damu ya Yesu, unakula damu ya Yesu, unakula damu ya Yesu, unakula damu ya Yesu. Fungua mtoto wake, fungua mtoto wake, fungua mtoto wake. Chomeka, kuja hapa muombe, chomeka, chomeka, aletwe hapa muombe. Chomeka, fungua, fungua hii familia, fungua hii familia, fungua hii familia. Wewe ni nani? Fungua hii familia, fungua kichomeka, fungua kichomeka. Amini Bwana, inua mikono kiamini Bwana. Toa mgonjwa, toa mgonjwa, toa mgonjwa, toa mgonjwa, toa mgonjwa kichomeka, toa mgonjwa kichomeka, toa, 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 toa mgonjwa, toa mgonjwa kwa hii familia. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Leo ni mwisho, leo ni mwisho. Kule mnaenda kwa gaga, kule mnapeleka picha kinyume na hii familia, kwa moto. Chomeka, chomeka, chomeka. Kule mnapeleka majina, kule mnapeleka majina. Huyu dada ni moto, familia yake ni moto. Kila devil worship, fungua sasa, fungua sasa, fungua sasa, fungua sasa, fungua sasa, mwache, fungua sasa, fungua sasa. Shiwa na nguvu kichomeka, shiwa na nguvu kichomeka. Fungua mtoto wake, fungua mtoto wake. Toa nyoka, toa magonjwa, masauti ya kuzimu, masauti ya devil worship, masauti ya devil agent, masauti ya giza, masauti ya kuzimu. Waka moto, fungua, fungua kichomeka. Toa mitishamba kwa miguu, toa mitishamba kwa miguu. Toa, 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 toa sauti za giza, masauti. Nyumba yake ni moto, nyumba yake ni moto. Pikani duru mkienda kuzimu, pikani duru mkienda kuzimu. In Jesus name, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Total deliverance, total deliverance.